Usman na akamshindwa. Si umeelewa? Kwa Yanga amefanikiwa kucheza na timu ya ukanda unafu ni mmoja tu, ule Bolsdad aliyemtoa kwenye makundi basi. Lakini Simba mwaka huu tumekutana na timu 5. Tumezipiga 4, tumeshindwa kwa mmoja tu basi. Kwa hiyo wasitambe vilivyo wananchi wakapitiliza. Kombe la ligi hatuna ugeni nalo Simba na Yanga. Target yetu sasa hivi ni kimataifa. Si umeelewa? Sio kwenye target ya kombe la ligi. Kombe la ligi Yanga kashachukua mara 30. Hii ya 31. Simba achachukua mara 22. Hatuna ugeni nalo. Ugeni wetu uko wapi? Kimataifa. Kule ndo tutakuwa tukapambane tulilete lile kombe. Ndio target kuu na ndio target mama inawaumiza viongozi vichwa. Mpaka sajili zote bora tunazifanya kwa ajili ya kimataifa, sio kwa ajili ya kombe la ndani. Kombe la ndani Yanga na Simba hata tufanye usajili humu ndani, tuna uwezo wa kuchukua hilo kombe kwa sababu ligi ya ndani ni mikakati ya humu ndani. Kayoko unamjua yuko wapi, unawajua kina Elisasi wako wapi. Basi TFF imekaaje, bodi ya ligi imekaaje, ni mipango tu. Na ndio maana CAF wanapopanga lengo wanaangalia timu yako imekuja kufanya nini kwenye mashindano yetu. Hawaangalii kwenye ligi yako umechezaje. Hicho ndio kikubwa. Na ndio maana huko nyuma tulichukua sana haya makombe ya ndani, lakini umeona ligi yetu ilikuwa nafasi ngapi? Lakini leo baada ya msimu wa 18 19 Simba kufanya vizuri ndio ligi ikaingia ikaja mpaka kwenye 10 bora baada ya Simba kufanya vizuri na Yanga hatimaye kuja kufanya vizuri. Kinachoangaliwa ndani. Kwa nini Azam watu wanaibeza? Ndani hapa kila siku inashika nafasi ya pili, ya tatu, nafasi ya pili, ya tatu mpaka ubingwa kachachukua. Lakini kimataifa Azam makundi kashindwa kucheza. Ndio target ya nani? Ya Baharesa, yani kichwa kinamuuma, kwa nini timu yangu haifanyi vizuri? Manchester City kombe la ligi sikachukua sana Uingereza. Lakini target yake ilikuwa kuchukua kombe la nini? La UEFA. Mpaka wakamchukua Guardiola na wamewafanikisha kawapa. PSG kashachukua mara 10 mfululizo kombe la nini? La Ufaransa lile. La Ligue 1. Lakini mwisho wa siku target yake ni ilikuwa ni klabu bingwa, tayari kashachukua, tajiri kalizika. Kwa hiyo tunachoangalia kombe la nini? La kimataifa. Hatuangalii makombe ya ndani. Jibi tumalize bwana, wanasema masiara lakini baadaye wage anakuwa kweli. Yanga wanasema target yao ni kuona wanalichukua ile kombe misimu 10 mfululizo, kwamba inaweza ikatokea bwana. Wanaweza akachukua kwa udhamini wa vilabu 9, kama haijatolewa anaweza akachukua, si mipango tu. Kwa udhamini wa vilabu 9 tena? Sasa vilabu 9 vyote vimedhaminiwa na mtu mmoja. Wewe unaachaje kuchukua kombe? Simba mwaka huu yani kwanza mashabiki wa Simba akili hatuna. Umeelewa? Tutakuwa tuupe uongozi wetu kongole kubwa. Wamepambana vya kutosha. Yani mtu amedhamini ligi. Yani katika timu 16, timu 9 za kwake. Hapo unapambana nazo hizo timu. Yani huku zinaachia, huku zinakaba. Lakini viongozi wamepambana mpaka timu tofauti mpaka tunakutana ni pointi moja. Kwani usiusifu uongozi wako rafiki yangu? Mimi nawasifu sana viongozi wa Simba. Sina deni na uongozi wa Simba. Mimi naangalia msimu unaokuja. Nachowaomba wafanye maboresho ya kikosi chetu. Sio usajili tena, tuanze kuvunja, tuondoe wachezaji wengi, wafanye maboresho. Kuna baadhi ya wachezaji haiwezekani mchezaji wa kigeni umlete kwenye timu, alafu awe anakaa sabu. Umeelewa? Mchezaji wa kigeni akija anatakiwa apambanie namba acheze. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wachezaji kama hao natakuwa tutoe, tuingize wachezaji wengine na tujue tunaenda kucheza sasa mashindano ya klabu bingwa, tunaenda kupambana na vigogo ambao wako wapi? Wako kwenye kombe la dunia sasa hivi wanacheza. Wamefanya sajili zilizokuwa bora. Kwa hiyo klabu bingwa mwakani itakuwa ni ngumu mno. Kwa hiyo tutakuwa twende tukafanya nini? Tukapambane. Kwa hiyo tupate wachezaji ambao wataweza kupambana na kuipambania nini? Logo yetu. Yaani hicho ndio kubwa. Sawa bwana, katika pia tulisikia bwana Fei, tutegemee kumuona msimu ujao kwenye viunga vya Msimbazi. Time will tell. Unaelewa? Sisi watu wa kupiga kelele sana, time will tell. Muda utafanya nini? Utaongea. Dirisha litafunguliwa, kila kitu kitakuwa wazi. Alafu msimu tutakaa muda mfupi sana kuelekea kwenye Simba Day. Kuna kama mwezi mmoja hapo na kidogo. Kwa hiyo kila kitu kitajulikana. Lakini matumaini ya kumuona Fei ndani ya Simba ni makubwa. Ni 90%. 90%. 90%. Bana, matumaini ya kumuona Usman na akamshindwa. Si umeelewa? Kwa Yanga amefanikiwa kucheza na timu ya ukanda unafu ni mmoja tu, ule Bolsdad aliyemtoa kwenye makundi basi. Lakini Simba mwaka huu tumekutana na timu 5. Tumezipiga 4, tumeshindwa kwa mmoja tu basi. Kwa hiyo wasitambe vilivyo wananchi wakapitiliza. Kombe la ligi hatuna ugeni nalo Simba na Yanga. Target yetu sasa hivi ni kimataifa. Si umeelewa? Sio kwenye target ya kombe la ligi. Kombe la ligi Yanga kashachukua mara 30. Hii ya 31. Simba achachukua mara 22. Hatuna ugeni nalo. Ugeni wetu uko wapi?
kimataifa kule ndo tutakuwa tukapambane tulilete lile kombe. Ndio target kuu na ndio target mama inawaumiza viongozi vichwa. Mpaka sajili zote bora tunazifanya kwa ajili ya kimataifa, sio kwa ajili ya kombe la ndani. Kombe la ndani Yanga na Simba hata tufanye usajili humu ndani, tuna uwezo wa kuchukua hilo kombe kwa sababu ligi ya ndani ni mikakati ya humu ndani. Kayoko unamjua yuko wapi, unawajua kina Risasi wako wapi. Basi TFF imekaaje, bodi ya ligi imekaaje, ni mipango tu. Na ndio maana CAF wanapopanga lengo wanaangalia timu yako imekuja kufanya nini kwenye mashindano yetu. Hawaangalii kwenye ligi yako umechezaje. Hicho ndio kikubwa. Na ndio maana huko nyuma tulichukua sana haya makombe ya ndani, lakini umeona ligi yetu ilikuwa nafasi ya ngapi? Lakini leo baada ya msimu wa 18 19 Simba kufanya vizuri ndio ligi ikaingia ikaja mpaka kwenye 10 bora baada ya Simba kufanya vizuri na Yanga hatimaye kuja kufanya vizuri. Kinachoangaliwa ndani. Kwa nini Azam watu wanaibeza? Ndani hapa kila siku inashika nafasi ya pili, ya tatu, nafasi ya pili, ya tatu mpaka ubingwa kachachukua. Lakini kimataifa Azam makundi kashindwa kucheza. Ndio target ya nani? Ya Baharesa, yani kichwa kinamuuma, kwa nini timu yangu haifanyi vizuri? Manchester City kombe la ligi sikachukua sana Uingereza. Lakini target yake ilikuwa kuchukua kombe la nini? La UEFA. Mpaka wakamchukua Guardiola na wamewafanikisha kawapa. PSG kashachukua mara 10 mfululizo kombe la nini? La Ufaransa lile. La Ligue 1. Lakini mwisho wa siku target yake ni ilikuwa ni klabu bingwa, tayari kashachukua, tajiri kalizika. Kwa hiyo tunachoangalia kombe la nini? La kimataifa. Hatuangalii makombe ya ndani. Jibi tumalize bwana, wanasema masiara lakini baadaye wage anakuwa kweli. Yanga wanasema target yao ni kuona wanalichukua ile kombe misimu 10 mfululizo, kwamba inaweza ikatokea bwana. Wanaweza akachukua kwa udhamini wa vilabu 9 kama haijatolewa, wanaweza akachukua, si mipango tu. Kwa udhamini wa vilabu 9 tena? Sasa vilabu 9 vyote vimedhaminiwa na mtu mmoja. Wewe unaachaje kuchukua kombe? Simba mwaka huu yani kwanza mashabiki wa Simba akili hatuna. Umeelewa? Tutakuwa tuupe uongozi wetu kongole kubwa. Wamepambana vya kutosha. Yani mtu amedhamini ligi. Yani katika timu 16, timu 9 za kwake. Hapo unapambana nazo hizo timu. Yani huku zinaachia, huku zinakaba. Lakini viongozi wamepambana mpaka timu tofauti mpaka tunakutana ni pointi moja. Kwa nini usiusifu uongozi wako rafiki yangu? Mimi nawasifu sana viongozi wa Simba. Sina deni na uongozi wa Simba. Mimi naangalia msimu unaokuja. Nachowaomba wafanye maboresho ya kikosi chetu. Sio usajili tena, tuanze kuvunja, tuondoe wachezaji wengi, wafanye maboresho. Kuna baadhi ya wachezaji haiwezekani mchezaji wa kigeni umlete kwenye timu, alafu awe anakaa sabu. Umeelewa? Mchezaji wa kigeni akija anatakiwa apambanie namba acheze. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wachezaji kama hao natakuwa tutoe, tuingize wachezaji wengine na tujue tunaenda kucheza sasa mashindano ya klabu bingwa, tunaenda kupambana na vigogo ambao wako wapi? Wako kwenye kombe la dunia sasa hivi wanacheza. Wamefanya sajili zilizokuwa bora. Kwa hiyo klabu bingwa wa mwakani itakuwa ni ngumu mno. Kwa hiyo tutakuwa twende tukafanya nini? Tukapambane. Kwa hiyo tupate wachezaji ambao wataweza kupambana na kuipambania nini? Logo yetu. Yaani hicho ndio kubwa. Sawa bwana, katika pia tulisikia bwana Fei, tutegemee kumuona msimu ujao kwenye viunga vya Msimbazi. Time will tell. Unaelewa, sisi watu wa kupiga kelele sana, time will tell. Muda utafanya nini? Utaongea. Dirisha litafunguliwa, kila kitu kitakuwa wazi. Alafu msimu tutakaa muda mfupi sana kuelekea kwenye Simba Day. Kuna kama mwezi mmoja hapo na kidogo. Kwa hiyo kila kitu kitajulikana. Lakini matumaini ya kumuona Fei ndani ya Simba ni makubwa. Ni 90%. 90%. 90%. Bana, matumaini ya kumuona